ya wakati mwingine, na poleni sana kwa sababu ya kuchelewa kwa sababu ya hitilafu za mitambo, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi nyingine. Tunajua ya kwamba tutakacha. Karibuni sana pahali popote mnapotusikiliza na kutazama katika kipindi hiki chetu ambacho tunachowaletea kuhusiana na Sola Ibuka. Na leo nina furaha kwa sababu niko na wapendwa ambao watakaweza kutuzungumzia mambo ya leo kwa uzuri na kwa ufasaha vizuri kuhusiana na mambo ya parenting. Lakini kabla ya hayo, nataka kumuuliza Mama Stella kaweze kutuombea. Asante mchungaji, na tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, jioni nyingine njema Baba, umetuwezesha. Tumefika Mungu wangu katika nyumba yako ili Baba tukaweze kujadiliana na tukaweze kuona Mungu wetu Baba ukituongoza. Asante kwa swala hili ambalo ni kuu Baba, tupe hekima, wacha Mungu tukakuone. Asante kwa ajili ya mchungaji wangu, asante kwa ajili ya mama mchungaji Phoebe ambaye Mungu wa rehema anakwenda kuwa mahali hapa akatuongoze tukakusikie na tukakuone. Baba wa mbinguni, wacha wazazi walio nyumbani Mungu wa rehema kila mmoja akakusikie, na aliyeteleza Baba ambaye anatenda ambavyo sivyo Mungu wa rehema akawapate kubadilika, nasi tukuone Mungu wangu ukitenda katika nyumba zetu. Tukuzwe na kuinuliwa, wewe ni Mungu, na nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana tena Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Asante sana. Baada ya kuwekwa mbele za Mwenyezi Mungu, tuna nguvu sana, na karibuni sana pahali popote mnapotusikiliza na kutufuatilizia katika kipindi chetu siku ya leo kuhusiana na Sola Ibuka. Lakini kabla tuendelee, nataka tukaanza kujifahamisha sisi ni kina nani, na tutaanza upande ule. Asante tena mchungaji. Kwa majina ni Stella Musumia, zaidi ya yote nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na mimi niko hapa ACK St. Paul's Kiembeni nikiwa kama mama anayesimamia Children Ministry, na ninashukuru hata kwa wakati huu tunapokwenda kuongea mambo ya parenting. Asante. Asante sana. Karibu Mama Stella, najua ya kwamba tutaweza kupata mengi kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Phoebe Atieno Maina, nimeokoka, Kristo ni Mwokozi wa maisha yangu. Asante sana mchungaji kwa kunipatia nafasi hii ya kuja kuzungumzia swala hii la parenting, na tena kwa neema ya Mungu ni mke wa mchungaji na ni Mothers Union and All Women Coordinator katika Uaskofu wa Mombasa. Asanteni sana. Asante sana. Pahali popote mnapotusikiliza, wapendwa wa Kiembeni na diaspora, najua ya kwamba hata ukienda Ulaya ukifungua katika ukilogin ACK St. Paul's Facebook utatupata. Tunawakaribisha, na mkiwa na jambo lolote mngetaka tukaweza kuzungumzia, mkaweza kuwa huru kuuliza swali ama mchango wote, tunaukaribisha na Mungu akaweze kutubariki. Mimi ninapoongoza katika kipindi hiki naitwa Reverend Peter Mwangi, mchungaji wa kanisa hili, na karibuni. Sasa nataka tukaweze kuingia katika mada yetu ya leo, na Mama Phoebe nimemjua kwa muda mrefu, ana uzoefu sana wa mambo, hata mkimuona jinsi vile alivyo na uzoefu, na kama mlivyosikia kijitaja ya kwamba yeye ndiye Mothers Union Coordinator katika uaskofu wetu wa Mombasa. Kwa hivyo najua ya kwamba anajua mengi kuhusiana na mambo ya ulezi. Na kwamba Mama Phoebe ukaweza kutuambia uweza pale mzazi ni nani? Asante sana mchungaji Mwangi. Maybe in simple terms nitasema ya kwamba mzazi ni mwangalizi wa mtoto, the caretaker of a child, mtu ambaye anahusika kuhakikisha ya kwamba mtoto anapata mahitaji yake. Na tunapoongea kuhusu mahitaji tunaweza kutangulia na kusema the basic needs
na huyu mzazi ndiye anayejukumika pia kuhakikisha ya kwamba mtoto huyu anakuwa akiwa mtu wa kuheshimika, mtu wa kutamanika katika society, kwa sababu ya jinsi ambavyo anakuwa akiwa na nidhamu. Na ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba mtoto wake anakuwa akiwa na nidhamu, anakuwa akiwa ni mtu wa kuheshimika katika kanisa, katika society na mahali popote ambapo mtoto huyu anaenda. Asante sana. Unaona ya kwamba mzazi tumeweza kujua mzazi ni nani. Yani kwa ufupi ana majukumu. Na nataka kushukuru Mungu kwa sababu pia unasema kati ya haya majukumu ambayo amejukumishwa umetaja mtoto. Yes. Kwa hivyo katika kipindi hiki hatutaweza kutenganisha mzazi na mtoto kwa sababu ni mambo ambayo yanayooana, kwa sababu napozungumzia kama vile tulivyoambiwa, napozungumzia jukumu la caretaker kwa mwangalizi na mambo yale mengine na majukumu yale mengine, pia jukumu la mtoto liko pale. Ningetaka pia ukaweze kutuelezea, kwa sababu sasa mzazi ni caretaker na tunaona ya kwamba uzazi huu, ili mtu akaweze kuwa uzazi na caretaker na mambo kama yale mengine, majukumu yale mengine, tunaona ya kwamba katika maisha haya sasa, kwa sababu mambo yale ambayo tunataka kuyazungumzia, tunazungumzia juu ya uzazi na kuhusiana na mambo yale ambayo yaliyotokea kuhusiana na janga hili la corona. Na si janga hili la corona, pia kuna majanga mengine ambayo huwa yanatokea. Pengine hili ni mojawapo na kuna mengine ambayo yatakayokuja. Lakini kadri tunavyoendelea tunaona ya kwamba janga linapozuka kuna changamoto. Huu caretaking ya huu mzazi ni kama inakuwa affected. Ningetaka ukaweza kutuelezea kwa ufupi, pengine unaona majanga haya na hasa hili janga la corona ni vipi limeathiri jukumu la mzazi katika kuwajibika katika majukumu yake. Asante sana mchungaji tena kwa nafasi hii. Ningependa kusema ya kwamba kuhusiana na janga hili la COVID-19 ambayo imekuwa kwa miezi kadhaa sasa, na wengi tumekuwa na watoto wetu majumbani, na tumeona changamoto ambazo pia wazazi wamepitia katika kipindi hiki. And I'll just say that some of the challenges that most of the parents have been going through have actually even led to burnout kwa wazazi wengine, kama vile ukosefu wa ajira. Wengi walikuwa kazini, lakini janga hili lilipokuja walipoteza nafasi zao za kazi. Wengine walikuwa na biashara hizi hazingeweza kuendelea, na haya yanapotukia yanasababisha kutokuwa na uwezo wa kukimu mahitaji ya pale nyumbani kama mzazi. Na unakuta kuna yale mambo ambayo pengine baba ama mama anastahili kutekeleza, lakini kwa sababu ya ukosefu wa ajira, hakuna mapato yanayoingia, inaleta even stress kwa yule mzazi mwenyewe. Na stress inapoingia katika mzazi, unaona kwamba at the end of the day it's the child who suffers. And why am I saying that it's the child who suffers? Mzazi anapoingia akiwa na stress na mtoto anataka kile, anahitaji hiki, and we'll talk about the simple basic needs. Kuna kulipa rent, kuna chakula, kuna medical bills, pengine watoto wamekuwa wagonjwa na sasa imefikia wakati ambapo fedha hakuna pale nyumbani. Na haya yote yanahitajika pale nyumbani. So unakuta in a way inamkula kichwa yule mzazi pale nyumbani. Na kwa sababu ya that stress, being in that condition, wakati mwingine as a parent you react. Una react kwa wale watoto wako. And by reacting ni kusema ya kwamba ile hasira pengine inaingia ndani yako, kwa sababu unaona watoto wanataka hiki na hakipatikani, and unaweza hata kumpiga ama kuchapa mtoto kwa hali isiyo stahili,
because you know how children behave. When they want something, watashinda wakikwambia more than 10 times. They'll keep reminding you that daddy nataka hii, mami nataka hii, not knowing that pengine kuna changamoto katika familia. Because for a child, the expectation is whatever they request for, they are able to get. Huwa kuna wakati hawajui kunakosekana. So mambo haya yanaleta stress, yanaleta reactions towards the children in the family. Na tumeona even reactions kutoka kwa baba, kwa mama. Kunakuwa na reactions, hata inaleta vita, inaleta kukosana ndani ya nyumba, hakuna amani ndani ya jamii nyingi. So janga hili limekuwa la tetesi kuu katika familia zetu nyingi, na unaona kwamba some families even ended up separating because of the COVID issue. Some even lost their lives. Kuna watu ambao walicommit suicide, maana you are the head of the family and you feel you cannot provide. Na sasa unaona the last option ni kufanya nini? Ni kujitoa uhai, maana watoto wanataka, mama anataka, na sasa you're in a position ya kuwa hauwezi kukimu yale mahitaji. So tunaona janga hili limekuwa na impact kuu katika jamii, especially kwa sababu ya the breadwinners ambao ni baba katika familia. Na pia kunapokuwa na changamoto hizi ambazo zimekuwa kwa sababu ya janga hili, I'll also say that they are positive kulingana na hali hii. Some of the parents for a long time hawakuwa na relationship na watoto wao, hawangekaa hata na kuongea na watoto wao. But during this period, kwa sababu ya most of us tulikuwa indoors na watoto wetu wako pale, we had a time even to sit and interact with our children. So japo kumekuwa na changamoto, pia tunaona pia in a way imeleta katika jamii zingine ushikamano. Kumekuwa na baba kuonekana nyumbani, maybe watoto walikuwa wamezoea baba anakuja usiku amelala, but this time round it was different. Parents were there for their children. Hata kama pengine kuna mambo yanakosekana, lakini at least ile mtoto kuona baba yuko na kukaa na kuongea ana kwa ana, pia imekuwa ni positive, something positive in some of the families. Yeah. Okay. Asante sana kwa ajili ya maelezo. Na nimepata mambo mengi. Kusema ni kuonyesha ya kwamba hili janga la corona kwingine limekuja kubomoa, kwingine limekuja kutengeza. Kwa sababu kama hiyo ya baba ambaye hapatikani, wengine waliolewa na kazi nini, akifika ni usiku, watoto wamelala, watoto wamerauka, asubuhi wakienda shule, yeye naye hataki kusumbuliwa, mambo kama hayo. Kwani tulikuwa tunaona tu madhara. Kumbe kunaweza kuwa kuna jambo ambalo pia limetibika. Mama Stella, nataka kuja kwako kwa sababu kulingana na maelezo ambayo tunaendelea kupata, tumeambiwa ya kwamba mzazi ana majukumu, na jukumu la kwanza ni la ulezi. Tumesikia kwamba wakati kama huu kumekuwa na mambo mengi na shida nyingi, kwa sababu kumetokea madhara mengi, na pole kwa sababu hatungekuwa tunaomba ikaweze kuwa hivyo. Mzazi ameona ya kwamba yuko desperate because hawezi kuhakikisha kukimu mahitaji. Nikuulize tu, ni wakati gani ama ni umri gani mtu anastahili sasa akaweze kuingilia hii hali ya kuwa mzazi? Asante mchungaji. Kwa kusema ukweli, parenting ama kuingia kuwa mzazi inataka wakati akili imekomaa. Maana kuna wengine utawaona wameingia katika hali ya uzazi na bado hajakomaa. Kukomaa ni vipi? Tuseme kama ni msichana unataka kuolewa ama unataka kuwa mzazi, wakati pengine umefika kama miaka 23, hapo mimi kivyangu ninaona huyu anaweza kuwa mzazi mzuri wa kike. Kijana naye pengine amefika kama miaka 25, 26, huyu anaweza kuwa mzazi mzuri wa kiume.
Lakini ikiwa ni below that, pengine ni below that, unakuta hawa ni watu hawajakomaa. Na ni kama vile unakuta mtoto amezaa mtoto mwenzake. Sasa mtoto anapozaa mtoto mwenzake, anaweza kweli kuendelea na malezi. Mwingine anafika mahali anakuta kwa vile ni mtoto, hajaona jinsi mambo ya ulimwengu yalivyo, hajakomaa, anaona sasa ni mzigo. Ndio pale unaona wazazi hawa wawili wakiwa bado hawajakomaa, wanaenda ni muda mfupi tu, unakuta kila mtu ameenda njia zake. Anayebakia kwenye mateso inakuwa ni mtoto. Kwa hivyo mimi ningesema ni kuwa msichana wa miaka 23, kwa vile huyu ni msichana, amelelewa pengine vizuri na mama, amelelewa vizuri na baba, yuko tayari kuwa mzazi. Kijana kuanzia miaka 25, 26, huyu amekomaa kuwa mzazi. Okay, sawa. Kwa hivyo hapo ndiposa nikauliza, kwa sababu maybe kama ni kukomaa, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo pengine mtu anaweza kufanya pasipo kufikia, kwa sababu akili hasijakomaa. Na nataka kurudi kwako Mama Fimbi, ukaweza kutuambia, sijui kama ni kweli ama ni sawa, kwa sababu unaona wakati huu utaenda ukuta ya kwamba msichana ni miaka 16, hata hajafikisha ile miaka ambayo serikali inataka, unaona ya kwamba ameolewa. Na huyu mtoto ambaye anayeolewa akona wazazi ambao wanashuhudia pia na negotiate na wanaona mambo tu yako sawa. Pili, katika hawa ambao wanaolewa, kama nimempata Mama Stella akisema ya kwamba huyo bado angali ni mtoto, hajakomaa, kwa sababu kama miaka 23 kweli ni muda ambao mtu atakuwa hata akifika. Wengine hata wanalicha sasa ya majanga. Tunaona ya kwamba anaolewa, hajui lolote, kupika hajui, inakuwa ni vita, hajui shida, akikosana na kidogo, unaona maisha ya siku hizi mnayaona jinsi vile yalivyo. Shida huwa inaweza kuwa iko wapi? Asante sana Reverend. Na pia nataka kushukuru ile watu Mrs. Msumi amechangia kulingana na age. Lakini sasa mtoto anapoolewa, like tuseme msichana wa miaka 16, na iwe ni jambo ambalo linajulikana na wazazi, kwangu mimi hapo naona wazazi wanakosea, especially katika nyakati hizi ambazo tunaishi siku hii ya leo. Huko nyumbani pengine wakati wa mama zetu mambo kama hayo yalikuwa yakitukia, but now wakati huu tunaishi siku hii ya leo, to be very sincere, at least kwa hata miaka 16 is still a minor, hajafikia hata ule umri wa kuchukua kitambulisho 18 years. Na especially wazazi wanapokaa na kuona vyema mtoto wao kuolewa akiwa na umri huyo, I think to me, because we have the local administration na tunajua sheria vile ambavyo inasema, ni jukumu letu sisi ambao tayari ni wazazi, kwa huyu ni mtoto, anayeolewa ni mtoto, hatuwezi kumhesabu kuwa mtu mzima. So ni jukumu letu kama wazazi. And I normally say that unapotukia jambo kama hili na mzazi mwenzetu, hata sio lazima, wajua kuna wale ambao huwezi kukaa na kueleza, but why can't we take a step and report such cases to the local authorities? When you're talking of the local authorities, tuko na watu kama chief, even silently, si lazima hata ijulikane umeenda kusema. And then now from the local administration, watajua ni namna gani wataweza kufikia jamii hizi ambazo zimekaa na kuona vyema kupeana msichana wa miaka 16. Ni kama kumtesa huyu mtoto. And most of the time wanaofanya hivi huwa wanataka tu kugain, to benefit out of it. Ndio unaona tu mtu anapeana mtoto wake akiwa mdogo, aulewe akiwa bado ni mtoto mchanga. So let us speak
and especially from the Christian point of view, we are the voice of the voiceless. Hata kama ukiona huu ni jirani yangu na siwezi kukaa nikamwambia, ama ulijaribu ikashindikana, just walk to the local admin silently na wajue kile ambacho kinaendelea katika ile neighborhood yako. I think kwangu mimi that is the best thing to do. Si vizuri kuachilia watoto wadogo kama hawa wakiingia katika maisha ya ndoa mapema, hata inapokufikia kuzaa inakuwa ni changamoto. And that is how some of them even lose their life, because they are still very young, hawajafikia ile age ya kubeba mimba, na ndio sasa amefika hapo inabidi abebe mimba, inakuwa na lot of struggles kwa sababu ya umri wa chini. Yes. Asante sana kwa ajili ya hayo maelezo, na tena narudi hapo. Nataka tukaweza kujua ya kwamba shida ilitokana na wapi, kwa sababu hiyo inaweza tukiangalia nyakati hizo za nyuma na tukilinganisha na wakati huu wa leo, kuna kupendekeza watoto sana, na unaona ya kwa ukiangalia Mama Stella, I beg to be corrected, lakini ukiangalia watoto wale tulionao na wakati mliokuwa watoto wakati huu, sijui kama unaona utofauti ama mambo tu yako sawa kama vile alivyokuwa. Asante mchungaji, mambo yako tofauti kabisa. Tena tunaokosea ni sisi wazazi wa kisasa. Nitasema ni sisi wazazi wa kisasa. Nyakati hizo, kama mimi nikikumbuka, mama yetu tulikuwa tunapewa duties ndani ya nyumba. Ukifika tu miaka 7, msichana tunafundishwa kwanza kufua nguo zetu za ndani. Mama anakaa na wewe anakuonyesha, fanya hivi, fanya hivi. Fika miaka 9 unapewa sasa duties za jikoni, utaosha vyombo. Na huyu atafagia, huyu atafanya hivi, huyu atafanya vile. Mpaka kufundishwa kutandika vitanda vyetu. Lakini sasa sisi wa nyakati hizi, nafikiria tuliona kama ni mateso, na sijaelewa ni kitu gani kinatufanya tumetendekeza watoto wetu vibaya sana. Tunaanza kwanza na kuandika maid ama house help. Namleta kwa nyumba, mtoto amefika miaka 7 hajielewi, hajui hata kufua nguo za ndani, yeye akitoa tu anatupia maid. Mtoto amefika amebalehe wa kike, pengine miaka ni 12, bado nguo anatupia maid, na we mama unaona tu bado ni sawa. Tunasema sisi tuliteseka, hatutaki watoto wetu wateseke. Hapo ndo tumekosea na ndio tunaendelea kukosea mpaka sasa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba parenting ya wakati huu ni tofauti, kwa sababu mwanzo sisi wenyewe hatujielewi kama mama. Kwa sababu nimepata parent za caretaker, ni mwangalizi, lakini ni kama inatokea kwamba wazazi siku hizi si waangalizi, sio caretaker. Kazi yao ni kuzaa, halafu mwingine kama ni house girl ama siku hizi wanaitwa house managers. Ndivyo nilisikia sema kwamba haitu maid wala haitu tena. Ukimuita maid ama umuita house girl ataka kuchukulia sheria, anaitwa house manager. Siku hizi tunaona ya kwamba kama inaokaa sasa kazi ya mzazi ni kuzaa, halafu house manager ni kulea. Ndivyo inavyojitokeza. Ndivyo inavyojitokeza mchungaji. Kuna visa vingi ambavyo vimetokea wakati hata huyo mama amejifungua. Unakuta hata mtoto halali naye anampa huyo house manager. So yeye anataka kulala, lakini house manager ameanza kazi tangu asubuhi mpaka amelala kama saa 6 za usiku, na bado tena anamwekea mtoto. Yeye anasema amechoka, anataka usingizi. Sasa mtoto atafanya kugongewa, anataka kubreastfeed. Mama anagongewa, nakaa na breastfeed, anachukua tena mtoto na regeshea house manager huyo. Sasa utakuta ile uhusiano yule mtoto na mama iko kwa mbali kidogo. House manager sasa ndio anageuka anakuwa mama, which is very very wrong. Yeah. Naona kuna jambo nataka kuzungumza hapo. Nataka ulitoe kabisa, kwa sababu
Kama hii ndio shida, ili mzazi anaotusikiliza kuanzia leo, kama hatafika hapa leo, kesho aje na mapema sana tukaanza kumwombea sala ya toba. Mina. Ile ilikuwa nataka kuongezea kwa ile ambayo Mrs. Msumi amesema, wakati hata mimi nikilelewa, I remember those days is like children belonged to the whole community. Na hata jirani ungefanya makosa angeweza kukurekebisha na mzazi angekuwa sawa kabisa. Lakini nyakati hizi tunaishi kuna tofauti kabisa. Maana hata jirani akijaribu kumwongelesha mtoto wangu, hata kumkanya, badala ya kuappreciate ile kitu ambacho jirani amefanya, mimi nitaenda nikimkaripia jirani na kumwonyesha kwamba hana right ya kuongea na mtoto wangu. So unaona kuna that gap. Ilikuwa ni jukumu, it was a collective responsibility in the neighborhood and the society as a whole. Ni kama kila mmoja alikuwa na jukumu la kuinstill morals katika mtoto, whether ni wako umemzaa, whether ni wa rafiki, whether ni wa jirani, kila mtu alikuwa akihusika, ambayo kwa sasa ni jambo ambalo ni kana kwamba haliko tena na huleta ugomvi hata baina ya majirani kwa sababu ya mambo kama hayo. Ni sawa. Wajua hiki kipindi ni kizuri kwa sababu tutaenda mbele tukirudi nyuma, tuenda tukirudi nyuma, na ndivyo hivyo, kwa sababu ndivyo hali sasa zinazojitokeza. Nilikuwa nataka nimepata pointi moja ambapo jukumu la wazazi wameanguka mtihani katika nini, kwa sababu mwanzo wametoa roho yao ya kulea, wamepatia house managers. Pili, naona ya kwamba zamani mtoto alikuwa ni wa jamii, na yeyote ambaye angemwona mtoto akikosea either achukue adhabu ama aende akaseme. Lakini siku hizi tunaona ya kwamba ukiona mtoto wa jirani yako ukimwadhibu, labda anaanza kufikika, hata kwa sababu hata shuleni huwa haapigi. Ukimpiga yeye anaweza kuanza vituko na wewe unajikuta matatani. Na maybe hata wakati huu nataka kuleta hili swala tena, kwa sababu safari hii tunaona kuna lot of gross misconduct and indiscipline among the children. Na samani ungesikia ya kwamba mtoto anapata tu mimba, ilikuwa si jambo ambalo la kawaida. Lakini corona ilipokuja, juzi tulikuwa tunaambiwa ya kwamba kuna zaidi sasa, nafikiri yaelekea 150,000 ya watoto ambao waliokuwa wanaenda shule. Hata shule siku hii ya leo zikifunguliwa, aidha watarudi shule wakiwa wazazi. Na nafikiri ya kwamba ni watoto wadogo ambao tunaozungumzia juu ya miaka 14 kwenda kurudi chini. Hii tunaweza ni jambo ambalo lilikuwa halisikiki kama huko kitambo. Je, shida iko wapi? Ni watoto ambao wamekosa discipline, ama ni wazazi wameshindwa kutekeleza majukumu, ama ni wapi hawa watu wanaopoteana? Tena nasema asante mchungaji kwa jambo hilo ambalo limekuwa swala kuu hata katika social media, and naweza sema ya kwamba kuna mahali ambapo I think wazazi we lost track of our children, na kuna wale wazazi, si wote ambao wamekosa nafasi ya kuongea na watoto wao, but I think for most of us tumekosa nafasi ya kukaa na kuongea na watoto wetu. And jambo kuu linaloleta tatizo hili especially ni social media, and I'll talk about the mobile phones ambazo tuko nazo siku hizi. Kwa sababu unakuta wakati mwingi tunapoingia nyumbani, pengine tumetoka biasharani ama kazini, hatuna nafasi ya kuuliza watoto wameshindaje the whole day. Ni kuingia, pengine umesalimia, umeketi, umekula, and the next thing, especially for us women, I don't know whether men are affected the same way, ni kuanza kuingia kwa simu, it's WhatsApping, Instagram,
kurudisha messages, pengine unasema nilikuwa busy the whole day, messages ziliingia, sikuwa na nafasi ya kurudisha. Sasa ndo nachukua nafasi yako ya kurudisha messages. And I think this has greatly contributed to some of the things we are seeing today. Maana nyakati zetu tukilelewa hakukuwa na simu. Kuna nyumba zingine ukiingia, kwa sababu bedroom ni upstairs, chakula kikiwa tayari mtoto anapigiwa simu ateremke aje downstairs. But during our times hakukuwa na simu, so ni mama aitane penye huko uje mkae mezani mkule, kama kuna lolote mkae mlizungumzie. But simu zimechangia mahali pakubwa. Hatuna nafasi na watoto wetu, and we are silent about everything. We assume everything is fine when things are not fine. Na ndio maana wakati huu wa COVID tumekuwa na increase ya mimba za mapema. Maana watoto wamekaa hawana mtu wa kuelekeza. Tunapotoka ni asubuhi, tunaporudi ni jioni, and they have the whole day. So haukai na msichana wako ama kijana wako. Maana mimba zinapoingia ni watu wawili wanachangia. Ndio mimba ingie, kijana amechangia. So hatuna nafasi ya kukaa na vijana wetu na wasichana wetu na kuelekeza katika njia ambazo wanastahili kwenda. Like the Bible says in Proverbs, train a child in the way they should go, and when they grow up, they will not depart from it. And that is the responsibility of every parent. And I'll say that it's also the responsibility of the church today to rise up again on our feet and ask ourselves, where did the rain start beating us? Because pia ni jukumu letu kama kanisa kuchukua nafasi yetu. We've been silent for a long time. Even wakati huu tukiona katika social media, I'm sorry to say, but I've never seen the church come out and strongly say, these are the strategies that we are going to lay out because of our children. Because ni jukumu letu kama wazazi kumenta watoto wetu, educate and to guide them into healthy relationships, and even issues to do with teenage pregnancies. And the other day nilikuwa ninasema, nyakati hizi tunaishi, they even know kwenda kwa counter na kununua pills, and the health sector inawaruhusu kupewa family planning wakienda kwa clinic. But as a church, what do we advocate for? Personally, I feel as a church, tuna advocate for abstinence, watoto wakae. Na hapo nataka upasungumuze vizuri. Pole nimekukatisha kwa sababu msasi unaotusikiliza, nataka tu usitoke kwenye kikaango kama umepatikana. Tunataka tukukaage uive kabisa, tutaki kukutoa ukiwa mbichi. Hapo nataka upasisitize sana, kwa sababu mambo hizi za madawa ya kuzuia mimba, kwa sababu hapa kanisani huwa tunasema ya kwamba tunatumia ATM, abstain till marriage. Kwa hivyo haya mambo mengine kwa kanisa hayako, na tunaona ya kwamba wazazi hata wakipeleka watoto boarding, sijui ni trust ambao hawana, unaona ya kwamba wanawafundisha juu ya kutumia hizo contraceptives ili wasipate mimba, na hao ndio wanaoanunulia. Pia hizi simu utaona ya kwamba sijui kama zinatoka wapi, kwa sababu utaenda ukute ya kwamba mzazi anasema mtoto wangu hawezi kukaa bila simu. Hata cases nyingi shuleni utasikia mtoto amefukuzwa, amepatikana na simu, na hiyo simu mzazi anajua. Hivyo katika hali hiyo ya kuwaelekeza watoto wao na kuwaongoza katika ama huwa wako na nia gani wakati mzazi anaponunulia mtoto wake hizi pills ili azuie kupata mimba? Je, ni kukubali amemwachilia kabisa ama nini? Nataka utuzungumzie, kwa sababu najua ya kwamba pia hapa kuna wazazi wako hivyo, ili wakaweze kuelewa kama wanafanya vizuri, kama hawafanyi vizuri. Kama hawafanyi vizuri, kuna nafasi watubu na tuendelee na maisha. Yeah. Asante sana Reverend. Ni jambo la kusikitisha sana tunaposikia kuwa wazazi pia wanachangia
kuelekeza watoto wao kutumia family planning methods wakiwa bado ni wasichana wadogo, na linasikitisha kwa sababu wazazi wanang'ang'ana na kuzuia mimba, not knowing that pia kuna sexually transmitted infections. Kwa utang'ang'ana kuzuia mimba, there is HIV/AIDS na kuna sexually transmitted infections. Na pia tunapofanya hivyo kama wazazi, tukumbuke ya kwamba in future huyu msichana wako ataolewa ama msichana wangu ataolewa, na kwa sababu alikuwa na uzoefu wa kutumia contraceptives wakiwa wadogo, inafikia mahali ya kwamba ameingia ndani ya ndoa na sasa hawezi kupata mtoto, na wakati mwingine inaleta sasa kulaumiana, na mengine inachangiwa na hizi contraceptives ambazo walitumia katika umri mdogo na wakaendelea na wakakuwa na uzoefu. Baadaye wanakuja kufunga ndoa kanisani, zinaitwa ndoa takatifu ilhali si takatifu. Baadaye inakuwa ni vita majumbani, mtoto hapatikani. Sasa ni lawama zinaingia, na mengine alichangiwa na haya mambo kama haya. Na nataka kuzungumza na mzazi unayetusikiliza siku hii ya leo. Hata sisi tulikuwa wasichana siku moja, and I'm very proud of Mrs. Msumia, maana nikiwa msichana katika kanisa hili ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kutulea na wamama wengine katika kanisa hili na kutuonyesha njia ya sawa. Na aliyepotea alipotea kwa kuchagua mwenyewe, lakini aliyetilia manani yale mafundisho tuliopewa tukiwa teenagers, tukiwa youth, na kutuonyesha umuhimu ya ku maintain that sexual purity. I'm so sure most of us siku hii ya leo wanafurahia ndoa zao. Na ninataka kusema kwamba hakuna kitu kizuri kama we mzazi unayenisikiliza kukaa na mtoto wako na kumwelekeza katika njia ya sawa na kumwambia umuhimu wa kuwa na healthy relationships. Unaweza kuwa na marafiki wa kivulana, na iwe tu ni marafiki kama rafiki mwingine wa kawaida bila kuwa na ajenda nyingine pale ndani. Na pia ni jukumu lako tena kama mzazi kumsaidia msichana ama kijana wako kujua umuhimu wa kujitunza na kujiweka safi hadi wakati wa ndoa, maana pia iko na uzuri wake na iko na baraka zake. Na tena ni jukumu letu pia kuzungumzia watoto wetu masuala haya ya kuhusiana na unplanned pregnancies na STIs, HIV and AIDS, kukaa one on one. I think mchungaji for a long time tumekuwa na ile hali ya kuona haya, kuzungumzia masuala haya sexuality and sex, but it is about time that we called our teenagers, the preteens and the youth and sat on a round table and called a spade, kuambia ukweli, kuelekeza, maana hakuna mambo ambayo hawajui. Wakati tunajificha tunajifanya hatutaki kutaja haya mambo, tayari wanajua, kwa sababu simu ni sisi wazazi tunanunua. Tuko na televisheni ziko na 1001 channels, and there are times wanaangalia mambo ambayo sisi wenyewe hata hatujui ni nini wana watch. Lakini tutakapokaa na kuelekeza, itakuwa ni jambo ambalo litasaidia watoto wetu, especially karne hii ya 21. Mambo ni mengi yanayotukia kila siku, but as parents, as a church, let us facilitate open conversations with the young people within our congregations and even in the neighborhood, na tuone ni namna gani tutawasaidia. But for parents, mothers who are buying contraceptives, please let us stop that. Hatusaidii watoto wetu, but tunawaangamiza zaidi. Unaweza fikiria unasaidia, but ole wetu hatusaidii watoto wetu. So kama ni jambo umekuwa ukilifanya, tafadhali pale umefikia, achia hapo na uanze mwanzo mpya ya kukaa na kumwelekeza mtoto wako katika njia ya sawa. Asante sana, na shukuru sana kwa ajili ya maelezo haya. Ninaamini ya kwamba wazazi wanayapata vizuri, na tunataka muendelee kutusikiliza na kuuliza maswala yenu. Na nataka mmoja ambaye amesema ya kwamba wazazi ndio wakulaumika si watoto. Wazazi ndio wakulaumika si watoto. Lakini pia nataka kujua ya kwamba, do we have role models in parents where children can relate? Hiyo ndio swali lake anataka kujua.
Asante mchungaji. To some extent nimesema wazazi wa sasa ni wakulaumika, lakini pia we have role models kwa wazazi. Kuna wazazi ambao wamekaa vizuri, wamejitunza, wamezungumza na watoto wao, wamelea watoto wao, lakini watoto sasa peer pressure ikawagonga. Maana tuko na peer pressure. Mtoto nyumbani amefundishwa kwenda kanisani vizuri, mama wakitoka na hakikisha mtoto ameenda kanisani, mtoto amempeleka shule vizuri, contraceptives mama huyu hampi, lakini sasa mtoto naye genge aliloliingia aidha ni shule, ni hapo mtaani, ni la kusikitisha na ndilo linalomwangamiza. Mimi nitaongea, maana nakumbuka niliongea wakati mwingine nikasema mtoto wangu alikuwa anasoma Mangu High School. Na ilisikitisha kwa sababu nikifika huko wakati wa mkutano, principal anatuambia, wazazi nyinyi mnaona hapa mko na malaika, lakini mimi ninavyoangalia hapa nina wanyama. Sina malaika wala sina watoto, nilio nao ni masimba, mafisi na kila aina ya wanyama. Maana nyinyi mmevikwa, mmefunikwa na hawa watoto wakifika nyumbani, lakini wanapokuja hapa wananitolea makucha. Sasa ninaomba wazazi, mtoto wako nikikuita, nikikwambia huyu ni simba, nikubalie tuzungumze na mtoto, tumtengeze na kawe mtu mzuri katika society. La utakataa, basi simba huyu siku moja atakufungulia makucha kwa nyumba na hutaamini. Basi mzazi, unaweza kuwa wewe ni mzuri lakini hujui aina ya mtoto uliye naye. Una mtoto ndani ya nyumba anavuta bangi, una mtoto ndani ya nyumba anakula cocaine, una mtoto ndani ya nyumba ni mlevi, una mtoto ndani ya nyumba anavuta sigara na mzazi hujui. Wewe unaona tu ni mtoto mzuri. Jaribu sana kukaa na mtoto, you are a role model. Umemleta mtoto kanisani, unajua mtoto wako ni mzuri, lakini usiache majukumu yako ya kuongea na mtoto. Jinsi Mrs. Maina amesema, tukae na watoto wetu, tuwaongeleshe, ndio wakae watoto wazuri, wakae watoto bora katika society, na wakae wazazi better wakati wa maisha yao ya kuwa wazazi. Okay. Asante Mrs. Msumia. Pengine kuongezea hapo mchungaji, nitasema pia kama wazazi tunastahili kuwa marafiki wa watoto wetu. Some of us are very authoritative and commanders in our homes, and that is why wakati mwingine pia mtoto anaweza kuwa na jambo na ashindwe ni namna gani ataongea na mama ama ataongea na baba, kwa sababu baba ni simba, mama vile vile pia ni simba. So tena pia sorry for that. Tujaribu kuwa karibu na watoto wetu, tujaribu kuwa rafiki, tukue marafiki wa kwanza wa watoto wetu. Na tutakapokuwa marafiki wa kwanza wa watoto wetu, and then we enhance communication within our family setup, pia in a way itatusaidia. Vile mama Msumi anasema ni kweli, kuna mambo yanaendelea, lakini yule mtoto akiwa pale nyumbani utawaijua, na pengine pia shuleni unapoelezewa, kwa sababu ya ukali wako haumpatii nafasi. Kwa sababu ya ukali wetu pia wakati mwingine tunapoelezwa some of the challenges za watoto wetu, hatupatii walimu nafasi ya kujaribu kusaidia wale watoto wetu. So tutakapokuwa karibu kabisa, tuwe tayari kuwasikiza, tuwe marafiki wa karibu, tukue na hiyo communication katika jamii zetu, in a way itatusaidia. Na pia ukiwa a role model, mtoto wako anapokaa anakuona ukiwa mzazi wa namna gani. Are you a parent that is approachable? Some of us are not approachable, because unaona nikileta chakula, nikilipa fees, nikifanya nini, hiyo imetosha. The other thing una expect ni uletwe report form ya position 1. It is more than that. Let us befriend our children, to draw closer to us, ili dunia isiwateke nyara. Because ukimdraw mtoto karibu na wewe,
lolote linatukia kule nje atakuwa mwepesi wa kuja kumwambia mami ama dadi. Lakini akiona ule ukali na huo ukali hata uhitajiki wakati huu in the 21st century, haitajiki kabisa, ata refrain na ataenda kwenda kushare na mtu wa nje ambaye uende ikawa hata msaidia. Asante sana. Na vile ninavyopata, unajua ya kwamba pia sana watoto wanasoma kwa kuiga, na elimu haianzi nje, elimu inaanza nyumbani. Na huyu mzazi aliyekuwa ameuliza hili swali, nafikiri kuna watu wengi ambao wamefaulu, na sinaona ya kwamba kama mtu ambaye ako na familia, watoto wake wanaonekana na wanaenda katika njia zilizo za sawa, naona ya kwamba those are some of the families ambazo tunaweza kusema ya kwamba zinafaulu, japo ni kung'ang'ana. Lakini pia hapa mmesema ya kwamba licha kule nyumbani kunaweza kuwa na influence kule pia kule nje, pia pressure na nini. Huyu mtoto mngemshauri namna gani ili hata anapotoka kule nje ili akaweza kuzingatia yale, kwa sababu kweli unaweza hapa nyumbani umejaribu kabisa na nikirudi hapo nyuma kulingana masuala vile ambavyo yanavyoendelea. Sasa kuna wengine ambao huwa hawatoki, lakini shida zinawapata. Kama juzi tulipokuwa tunasikia katika vyombo vya habari, kuna wasichana wawili walipachikwa mimba na kaka yao. Mama anapouliza ni kwa sababu hawaendi shule. Pia kuna wazazi wengine walipogundua ya kwamba watoto wao wana mimba, wanampelekea mwalimu, anasema ya kwamba mwalimu, chukua hawa, kwa sababu wakati ule ambao uliokuwa hauna uko nao walikuwa hawapati mimba. Sasa hii hawaji shule, wamepata mimba. Sasa unaona visaga kama hizo, shida iko wapi? Mama Fini. Okay, mchungaji, nitatanguliza kabisa na kusema ya kwamba jukumu la ulezi kubwa ni ya mzazi. Mwalimu atahusika, wale wengine watahusika, lakini jukumu kubwa ni la mzazi. Hata mimi nilipoona ati mimba zimeingia, sasa wanapelekwa kwa walimu, nikaa najiuliza honestly, how did the teachers contribute to this? Ilikuwa ni jukumu la mzazi kukaa na kushauriana na mtoto wake, kujua hii mimba anayehusika ni nani. Na huwa anasema ya kwamba let the perpetrators face the music. Wanapojulikana wale wanachangia hizi mimba za mapema katika maisha ya watoto wetu, we should not be silent about it. Tusinyamaze ama tukuje tuongeleshwe, tuambiwe tutafanya tuachie pale. Wacha wale wahusika, sheria ichukue mkondo wake, tusiweke under the carpet. Alafu kuna jambo lingine umeongea kuhusu peer pressure. Nilisema ya kwamba when we facilitate open conversations with our children in our homes, haya ni mambo ambayo tutakuwa tunazungumzia. Maana peer pressure si ya teenagers peke yake, hata watu wazima. Kwanza kina mama yetu ndio hatari zaidi. Peer pressure si ya watoto peke yake. So unapokaa na kuwa na wakati wa kuongea na kumruhusu kuuliza maswali, haya ni mambo ambayo kama mzazi utazungumzia pale katika nyumba yako na kumwambia kwamba mwanangu, it is ABCD. Hapa ndani ya nyumba unamsaidia na umwambia kwamba hata huko nje kuna hatari zake. Kuna marafiki watakaochangia kuboresha maisha yake, kuna marafiki ambao watamsaidia kurudisha maisha yake nyuma. Sasa ni jukumu lake kuchagua wale marafiki na kujua ni yupi nitakayemshika na ni yupi nitakayeachana naye. So the issues of peer pressure should be dealt with from home, ndani ya nyumba. Na hata mashuleni tuko na hawa walimu wanasimamia guidance and counseling. Haya pia ni mambo ambayo huwa watoto wetu wanazungumziwa, lakini nasema ya kwamba inapotoka kwa kinywa chako kama mzazi, iko na nguvu zaidi.
Na hapo pia nitaongezea kitu kimoja, baba mchungaji. When you are talking about role model in the house, wajua baba na mama wanapokuwa na ushikamano pia watoto watajua. Kunapokuwa na vita pia watoto watajua. So hili pia ni jambo ambalo kama wazazi lazima tulitilie maanani. Our differences as parents zisijulikane na watoto wetu, ili tunapokaa tunaongea kwa sauti moja kama baba na mama. Lakini watakapojua hata baina katikati yetu kuna vita baridi, utaongea kweli, lakini baadaye atasema wananiambia nini, na hao wenyewe ni ABC. Asante. Hapo unajua nilipokuwa unaelezea hivyo, kuna mwingine nilimuuliza, mbona wewe unafuta bangi? Sema ya kwamba wakati mwingine sikupenda kwangu kwa sababu ya wazazi wangu wakifika pale wanagombana na nini. Na ndipo nikatanguliza kusema, mmoja alituambia kwamba watoto sana wanasoma dhurusi kile ambacho wanapoona. Sema ya kwamba nikawa na sasa yeye kulingana vile yeye mwenyewe ameona ya kwamba ati ni afute bangi ya kugusa nini mawazo na stress, kwa sababu hajui ya mwendee baba, hajui ya mwendee mama, kwa sababu kule pia si hata si kitabaridi, ni zile kali. Sijui mama Msumia, ungewasaidia wazazi wa aina hii kivipi ili wakaweza kujua ya kwamba mambo mengine ambayo yanayofanya inawadhuru watoto wao pasipo pengine kujua? Asante mchungaji. Kwa kusema kweli inasikitisha sana wakati wazazi wanagombana ama wanapigana mbele ya watoto. Ni kitu mimi singependa hata mtoto aone. Maana wakati mwingine hata yule baba huzidiwa, mama amchapa, ama mama akazidiwa, baba amchapa. Sasa hii ni picha gani tunawapa watoto wetu? Sisi tunaishi maisha tofauti katika nyumba. Kuna wale wako na room moja na watoto wote mahali pale, inakuwa hakuna nitasema nini, privacy. Sasa ile itasemwa tu hapo, itaanguka. Kuna wale wako na privacy, lakini hata ile privacy hawataitumia. Watu watatoka huko wameshikana. Kuna kwingine hata niliona mtu anapigwa, yuko nusu uchi, amefika sitting room, watoto wako pale, watoto wamechanganyikiwa. Hii ni nini? Mimi ningeomba wazazi, kukiwa na difference yoyote, jaribuni sana mwisolve mkiwa wawili, mama na baba. Wale watoto usiwafikie. Mnaleta distraction kubwa sana kwa mtoto mwenye akili ambayo ni ndogo. Kuna vitu hii akili haikuwekwa kwa itabeba mambo mengi. Sasa mtoto na kiungo chake kidogo cha brain yake unamuongezea mambo ambayo yatamdisturb mpaka shuleni. Itafikia mahali shule hata kuwa na concentration. Yale aliyaona jana, vile alisikia baba akisema, vile alisikia mama, mwalimu anafundisha, lakini yale ndio yanazunguka katika akili yake, kwa sababu hii akili haiwezi kubeba mambo mengi. Sasa unamdistract katika elimu yake na katika kukua kwake. Sasa yeye katika hali ile, wakati mwingine anataka kutoa, atakwenda kutoa to the wrong person. Atakwenda kumpa mtu ambaye atataka kumuonesha mapenzi, pengine kule hajaona mapenzi. Sasa yule atakayempa pale nje ata misuse. Atataka kumuonesha mapenzi, anakaa hivi, wale hawajui kupendana. Kumbe ndio anaharibu yule mtoto. Jana niliona kesi, nilikuwa natoka hapa kwa sababu ya mambo ya Sunday school, nikafika kwangu nje, mimi nina baraza. Nikakuta kina mama wengi wamekaa hapa. Maneno yanaongelewa pale. Nikajaribu kuwasalimia, ni attract attention yao, nikaona hata haiko kwangu. Pana mtoto yuko hapa. Wale kina mama wako hapa. Mmoja amevaa hot pants. Mwingine amevaa kadress hapo hapa. Mwingine amevaa kanguo kamemshika, amekaa. Sasa ni kama iko nusu uchi. Na wamekuja kwa neighbor. Nikasema hii ni kali, hata siele. Mtoto ni wa kike kama age ya 16-17. Analia mbaya sana.
Mimi nikaona hawa sitawaweza, nikaingia tu ndani kwangu, na nilikuwa nimeenda mimi wakati mwingine wa work from home. Sasa laptop yangu iko karibu na mlango ambao wao wamekaa. Sasa nikaenda kukaa, kazi haifanyiki, yale yanasemwa pale nikayasikiza, yakanipita kiasi. Mzazi ni single mother, kazi yake nitasema ni hii ya kutoka usiku. Amegundua mtoto yuko karibu na yeye kabisa kwa kazi hii, amegundua very late, na sasa anapiga mtoto ati anamkanya, na hali yake ni hii. Ungeona vile amevaa anapiga mtoto. Mimi nikashangaa. Leo asubuhi nikamkia yule mama jirani, nikamuuliza, jirani, hii kesi uliamua vipi? Akasema, mama, yalinishinda kwa sababu nilikuwa naletwa mkazamwana. Mtoto amesema boyfriend ni mtoto wangu. Mtoto wangu nimemuita namuuliza, akasema, mama, hata sijamtongoza hata siku moja. Sisi yule urafiki tu wa msichana na mvulana tunakaa tukizungumza. Lakini msichana yule mimi hata. Sasa nikamuuliza, mama yule alikuwa anafanya nini? Amekuja juu kivipi? Hali yake ile aliyokuwa nayo. Akasema, hata mimi nilimuuliza yule mama, kama wewe hali yako ni hii, nguo ulioivaa mchana ni hii, huyu mtoto natarajia kae vipi? Nikamwambia, rudi, mwambie yule mama mlikuwa mmekaa naye pale, amesema kama itawezekana nendeni pale kwake na yule msichana akakae na msichana ajaribu kuongea naye. I'm very ready to talk to that guy. Nimsaidie kimaisha. Maana nimeangalia nikaona mama hata msaidia. Hali yake ni ile, ni single kweli, but yule mtoto anataka mtu ambaye anaweza kukaa na yeye akamsaidia. Niko tayari sana. Sisi tuwe role models. Ile nguo unavaa mama inakaa vipi? Wewe unakaa vipi? Jana nikawa niko hapa nikaambiwa na walimu wa Sunday school, mama, kama itawezekana mwambie parents watoto wakija Sunday school simu zibaki nyumbani. Mmoja anasema nilichekwa na watoto na kabambe. Naomba tichana wewe naye watu wako walbu nyingine, wewe bado na kabambe. Sasa inabidi nikiingia darasa nibebe zile simu zote niweke kwa meza, ndio tuweze kuelewana. Wakiwa wanatoka simu ndio nipeane. Kwa hivyo that is also a call for parents. Mmeanuliwa watoto simu kubwa. Hizi simu zina kazi gani? Mnazielewa? Watoto wanapotoka nyumbani mnajua wanaangalia nini, wamebeba nini katika simu zao. So we must be role models before tuongee na watoto wetu. Asante mchungaji. Asante sana kwa ajili ya hayo maelezo, na nafikiri ya kwamba ni vizuri pia hata sisi naona ya kwa huu mjadala unaendelea kusapoti. Msasi amesema ya kwamba wazazi ndio wamekosa, na mimi hata nakubali. Kuna wakati nimesema ya kwamba kama kanisa huwa advocate. Unajua ya kwamba hata wakati huu mambo ya condom zilipokuja kwa sababu ya janga hili la ukimwi lilikuwa juu sana, na kuna ile ABC ilikuwa inatumika. Mimi nilikuwa nafikisha hii ambao walikuwa abstain, be faithful and condom, lakini kaambia kwamba hii ilikuwa haikuwa ati ukishindwa tumia condom. Nikawa na shagaa, kwa nini mtu sasa ashindwe na anastahili ku maintain the faithfulness? Akiwa faithful atashindwaje ili mpaka atumie? Mimi nikawa nawaambia kwamba ingekuwa counseling, na ukishindwa counseling uingie kwa dini death. Kwa sababu sijui mama Phoebe, wacha nikuulize jukumu la, unaona kama kanisa linachangia vipi huu mjadala? Kwa wakati kama huu, mimi nikiwa nasimamia kanisa nilikuwa naambia kwamba ABCD ndio dawa, sio ABC. Walikuwa nafikia pale kutumia kodi, yaani ni kama yule msasi ambaye amempatia mtoto contraceptive. Sisi ni kumaanisha si amemwambia kwamba wewe nenda fanya hayo mambo, ni kama amempatia kibali. Umpatie mtoto condom ni kama umemwadia. Kwa nini usimwambie ukweli? Sijui kama kanisa hizi vita tunapigana nazo.
na tunaendelea na tunaona ya kwamba wakati mwingine kama sinagoga mwaba, kama haya mambo ya mimba ya mapema, utaenda ukute ya kwamba kuna mambo yale kanisa imepanga, lakini mambo ikishafika kule wazazi wanakaa wanakubaliana, wanasema ya kwamba sisi tumewapa baraka, hata utawaona wakija hapa kuozwa. Tushawapa baraka, tushazungumza. Unakuja unajikuta ya kwamba huku kanisa linajaribu, huku wazazi wanaturudisha nyuma. Sijui ungetusaidia namna gani ama usaidie namna gani ili wakaweza kwa sababu kama kanisa kuna yale ambao najua tuyakaweza kuyafanya, na nikimchukulia huyu hatua anaona ya kwamba kama nimemtega, unaona naomba tukaweza kusaidiana. Asante Reverend. Nitatangulia na kusema ya kwamba jambo la kwanza ulilosema ni kama kanisa tunaweza kufanya nini kuhusiana na masuala haya ya teenage pregnancies ambazo zimekuwa sana on the rise wakati huu, na mimi I think kuna mahali nilisema ya kwamba the world ina advocate for use of contraceptives na mambo kama hayo, lakini kama kanisa tuko na our ethical values as a church, so ni jukumu letu kushikamana pamoja na kuongea kwa sauti moja kama kanisa na kuongea kuhusu abstinence. Na wakati tunapoongea na vijana wetu kuhusu abstinence, ni ya kwamba ni vizuri tunapoongea pia tuambie umuhimu wa kuabstain katika ujana wao, na pia kuwaambia ya kwamba kila jambo liko na wakati wake. This is very clear in the book of Ecclesiastes. There's a season for everything. So wakati huu ni wakati wao katika ujana wao kuabstain na kuzingatia hasa masomo yao katika their teenage and youth, na kujua maisha yao ya kesho wangetamani itakuwa namna gani. Na kama as a church tutashikana sisi sote kwa pamoja na to advocate for that, kila mmoja mahali kwake, we just purpose to advocate for abstinence amongst our teenagers and youth. Ninaamini ya kwamba Mungu atatuwezesha. It might not be easy vile ambavyo umesema, hata mengine yanafanyika huko, na uende ikawa pengine ni wazee wako wa kanisa wamehusika na wamerudi wamekaa wamezungumzia mambo yale na kuleta kanisa na kusema mambo yote ni sawa, ilhali kama kiongozi wa kanisa unajua kabisa yale yaliyotekelezwa sio sawa. Lakini tusichoke kuongea, tusichoke. Even if we'll be talking about it every Sunday on the pulpit, let us talk about it mpaka iwaingie wazazi, iwaingie the teenagers, iwaingie vijana wetu, na pia kuhamasisha wazazi ya kwamba tunapofanya hivi kama kanisa, pia ni jukumu lao baadaye wanaporudi nyumbani kuendelea kutilia mkazo. Isiwe tu ni mchungaji pengine na mama msumi ambaye wanahusika na masuala ya vijana katika kanisa, lakini iwe pia ni jukumu la mzazi baada ya pale tunaporudi nyumbani kuhamasisha the same gospel kwa ajili ya vijana wetu na kuongelesha kwa upendo. Wajua kila jambo unaposema na ukaeleza kwa upendo na waelewe sababu zake, I'm so sure watoto hawataendelea kupotea na kupata hizo mimba za mapema vile ambavyo imekuja. So ni Mungu tu atusaidie kurescue the generation that we have today, wale ambao hawajaingia katika mambo haya, na wale wazazi wanaohusika na wanasema yote ni sawa. Kama viongozi wa kanisa ni jukumu letu pia kuwaita na kukaa na wao na kuendelea kuongelesha, kwa sababu yanapotupia hivyo wengine wataona ni sawa na wataendelea kufanya vile, lakini we must put a stop to all that and we begin a new page, especially for the sake of our children. Naona ya kwamba pia wakati huu mambo jinsi vile yanavyoendelea, kuna wazazi wengine wamekuwa lonely,
kwa sababu wakati wao wa kuzaa walikazia wana wakafaulu, pengine wakazaa watoto wawili, halafu hao watoto wawili wakawa watu wakubwa wanaweza, na wengine wanatamani watu wa kulea kwa sababu wako lonely. Wengine, na nataka kusema hiyo kwa sababu pengine juu ya hili jukumu la wazazi wamekosa kuwa mentors ama caretaker ya watoto wao. Huyu anaona ya kwamba mzazi wako hana neno, anaenda anazaa na mletea, anaenda na shughuli zingine. Wengine kuna yale makosa ambayo yanayopigwa wakati kosa hilo nini, pia wanataka watoto wao waende wafanye makosa ili angalau they are living at their expense. Sijui mambo hayo huwa yako. Hawa wazazi nao tungewasaidia namna gani? Asante mchungaji, nimecheka. Mimi nikiwa katika barabara hiyo ya kuwa ninamaliza. Kijana wa kwanza ameoa ameenda, kijana wa pili yuko Bomet kazini, kijana wa tatu yuko katika hali yake ya kumalizia mwaka wa 5 university. So mwisho tutabakia mimi na Mr. Musumia kwa nyumba. Lakini nisingependa kulea mtoto wa mtu unless, hiyo nataka kusema, unless umetokea shida, hakuna budi. Vile nilivyowalea na wao wakakaa nyumbani mwao walee watoto wao. Nimeona kwetu nyumbani, mchungaji wangu, sisi tulilelewa tukatoka tukaenda. Kuna wengine ambao waliolewa wakarudi, kuna wale hawakufaulu kuolewa, ndio hao walileta watoto kwa nyumba. Sasa unakuta babangu ameretire, mama ni mtu mzima, watoto wameletwa, shida moja kwa 20 ndani ya nyumba. Mama kisha kwa mtu mzima, bila alikuwa kufanyia sisi, hawezi tena kufanyia wajukuu hao. Nilienda nikamuuliza mamangu swali, what is not happening here? Mama, ulitulea, ukatupeleka Sunday school, tukakuwa, tukaonekana, tukaolewa, ndugu zetu wakaoa, lakini hawa wajukuu wako hapa. Kwanza hawana heshima, pili wamekuwa ni watu wa kuvuta bangi, tatu ni wasichana wa kuzunguka. What is not happening? Mama alinijibu, mamangu mwenyewe akanambia, wanangu niliwalea mkanisikiza. Leo hii kuna mtu na watoto wake hapa, mimi wamenipa jukumu la kutafuta chakula. Baba yenu mnalichowaletea ndicho wanachokula. Lakini nikitaka kupiga mtoto wa mtu hapa, maneno ninayotolewa mimi na watoto wangu yananivunja moyo. Siwezi nikaongea na mjukuu kumkanya, maana mamake vile alivyosema hivi. Wakati ule society ilitulea, lakini wakati wa sasa hata nyanya kupiga mjukuu inakuwa ni shida. Mama alinijibu, mamangu mwenyewe akanambia, nashukuru mlinisikiza. Lakini leo nikigusa mtoto wa mtoto wangu anayeishi hapa, ninakuwa mbaya. Mama ni mbaya kwa watoto wangu, kwa sababu fulani watoto wake wakija, mama hawafanyi hivi. Sasa wanangu, mimi nimejaribu pale imefikia, wacha niinue mikono. Na hali hii pia mimi naona nimekuwa mtu mzima, sitaweza tena. Tunawapa wazazi wetu kazi ngumu sana. Alifanya jukumu lake akamaliza, kwa nini tena tumrudishe pale kulea tena? Kwa hivyo sasa unawashauri sasa kila mmoja abebe mzigo wake, na wale wanyanya sasa wanawatamani. Mimi ningetamani pia, ninaye mjukuu, umtamani akaja, lakini ni kwa muda mchungaji. Sia ni aje kwa muda, tuzungumze, tulale, alale, baada ya siku 2 kwa hata wiki moja anaweza kaa. Anaweza kata wiki moja iko, lakini baada ya hapo kwao. Wale wakalee na wao. Nafikiri hiyo ndio itawaletea wazazi wakaweza kujua pia wako na kazi ya kufanya. Exactly. Okay. Akajua na majukumu na mtoto wake. Ninatamani ya kwamba wanatusikiza wale ambao tayari washafuka huo mkono wa kushoto,
tunataka urudi katika mkono wa kulia ili tuende sawa sawa. Kama wewe unaona ya kwamba unalelewa watoto wako na nyanyako, si jambo nzuri. Hata sisi tulikuwa tunajua ya kwamba anayelelewa na nyanyake huwa hana adabu, maana nyanya mwanzo ni mwenye huruma na hataki maneno, kwa sababu anajua ya kwamba akimpiga. Kuna msemo tulikuwa tunasema ya kwamba kiasi kitamu cha mwana wa mwenyewe ndicho huwa kinazima moto. Kwa hivyo ilikuwa huo ni msemo walikuwa wanatumia, walikuwa wanahakikisha ya kwamba huwezi kufanya mtoto wa mwingine jambo lisije likatokea shida kubwa ikakurudia. Kwa hivyo nataka kushukuru kwa ajili ya huo ushauri ambao umetupa, na tunaona ya kwamba kweli wazazi wameacha majukumu yao na wametransfer majukumu yao, imejileta vizuri sana. Pia na watoto mkaweza kujua ya kwamba ni vizuri pia nani kujisaidia na katika kufuata mambo ya Mungu. Nashukuru mzazi mmoja anashauri kanisa liendelee kuhubiri ama kubase their teachings and preaching on 10 commandments, kwa sababu kweli zile amri 10 zimemaliza kila kitu. Hata sheria zote za nchi, hata kama ni gapi ni gapi, sote ukisichanganya zimekuwa summarized na 10 commandments. Kwa hivyo ni kanisa tunashauriwa ya kwamba hata katika mafundisho yetu, kwa sababu most of these people children wamepitia kanisani, wamepitia catechism, wamewekewa mikono, wamefundishwa hizi amri. Ni jukumu tu la kuhakikisha ya kwamba wanasifuatilizia na wanaishi kama vile ambavyo vinavyotakikana. Tukiendelea kumalizia kabisa, ningetaka Mama Phil ukaweze kutupatia ushauri wa mwisho, hasa kutokana na freedom sana ile ambao wazazi wamewapa watoto wao, nao wanakuwa less concerned na mambo kama yale mengine na the roles of mentoring their children. Ningetaka ukaweze kutupa wasia wa mwisho ili tukaweza, na pia hata na kanisa, na kama kuna gap tunaweza kuifuga namna gani? Asante sana Reverend Mwangi. Lile nitasema ya kwamba I want to appreciate huyu mzazi ameongelea amri 10, and I'm one person together with my husband. Wakati mtoto anapokosea, huwa kwanza tunamuuliza, hasa mtoto wetu wa kwanza, maana ndio anaelewa. Tunamuuliza hapo naona ni sheria ya ngapi ulikosea? We refer to the 10 commandments when something comes up, and I think hilo ni jambo nzuri. So wazazi, especially sisi ambao ni Wakristo, because I believe most of the parents who are listening to us are Christians today. Kitu cha kwanza ambacho nitasema wakati tunapomalizia ni ya kwamba let us raise the family altars in our homes. Wakati wa kukaa na hata kuomba, kando na kukaa na kuongea na watoto wetu, wakati wa kukaa na hata kuwa na devotion as a family, baba, mama pamoja na watoto wetu, ni jambo zuri na ni jambo ambalo linaleta baraka na utofauti katika maisha ya watoto wetu. Then I'll talk about some of the steps ambazo zitatusaidia sisi kama wazazi in terms of effective parenting. And the first one ni jukumu letu kama wazazi to boost our children's self-esteem. Wakati mwingine kunatokezea hali ya kubagua watoto wetu, and at times even fail to appreciate them, na kunakuwa na hiyo tofauti baina ya watoto katika nyumba. So it's our duty as parents to work towards boosting our children's self-esteem. Also set limits
and be consistent with your discipline. Kama ni kudiscipline na ukisema unafanya hivi unafanya, isije kafika mahali wakasema tumezoea mama huwa anasema atanichapa na hanichapi. So at times they take advantage of us as parents. Create time for your children as a parent. Hata kama schedule yako iko tight kiasi gani, jaribu wewe kama mzazi kuhakikisha kwamba unatenga wakati wa kukaa na kuwa na maongezi na watoto wako. Be a good role model. Swala hili tumelizungumzia sana na ninasisitiza ya kwamba being a role model begins with both of you, the father and the mother. Wacha watoto wanapoangalia wakatamani kuwa kama nyinyi wanapoendelea kukua. And then make communication a priority in your family setup. Wakati wa kukaa, that freedom of communication katikati ya watoto is a good thing. Show that your love for your children is unconditional. Kama mzazi, penda watoto wako wote sawa sawa, bila kuwatenganisha, bila kumfanyia mwingine mazuri na zaidi ama kumpongeza mwingine zaidi. Wapende sawa sawa, maana ni baraka ambayo Mungu amekupatia. Na ninaamini kwamba tutakapochukua nafasi zetu kama wazazi na kusimama imara, tukiongozwa na neno la Mungu na kutekeleza haya yote kwa upendo, our children will never be the same again. Watainukia hata wao wakiwa mfano mwema katika jamii, wakiwa mfano mwema katika kanisa and the society and the world as a whole. Maana mtoto si wako peke yako pale nyumbani, ni wa kila mmoja pale nje. So Mwenyezi Mungu atusaidie mahali ambapo tumekosea, hatujatekeleza majukumu vile ambavyo tunapaswa kutekeleza. Ni vizuri kuconsult na wale ambao wanahusika na masuala haya, especially wachungaji wetu, na naamini ya kwamba tutaendelea kusaidika na kuboresha maisha ya jamii zetu. So Mungu atubariki na endelee kututendea mema katika maisha yetu ya kijamii. Asanteni sana. Asante sana. Pia nami nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muda huu ambao ametupa, na pia Mama Stella, nasikia jinsi vile ambavyo masuala yanajitokeza. Sijui kama kuna la mwisho kabisa unataka kusema kabla kutamatisha hiki kipindi. Ningependa kusema zaidi, kuzungumza na wale ambao ni single parents. Unajua kuna mwingine alibaki akiwa widow akiwa mdogo, kuna mwingine hakuolewa, watoto wa kike na wa kiume ndani ya nyumba wanasumbuka. Na kama wewe ni mtu unayekwenda kanisani, mtoto amekusumbua, hujui utamfanya nini, pale tuko na kina mama. Mpatia mama yoyote ambaye unamwona katika akili yako na katika maongezi yake jinsi alivyo amejibeba vizuri, akusaidie kulea mtoto. Wa kiume yuko mchungaji. Ukiona pengine kule nyumbani hakusikii, jaribu sana umpatie mchungaji. Wazungumze na mchungaji, mpe mtoto, akusaidie kuzungumza na mtoto. Maana society siku hizi imeharibika. Unaweza kusema nitampa mjomba yule akaenda akageuza, maana kumekuwa kubaya kwa kusema ule kweli. Wanaotudhulumu ni wale tuko nao manyumbani mwetu, ndugu zetu, wale wa ukoo wa karibu. Maana zamani ilikuwa mtoto anapewa ukoo, lakini sasa kumeharibika. Unaweza kufikiria unampeleka kwa ukoo akamsaidie, kule ndo anakwenda inakuwa mbaya zaidi mpaka unajuta. Lakini mimi ninaona ukikimbilia kanisani, kanisa itakusaidia na mtoto atakuwa mzuri katika society. Asante. Asante sana kwa ajili ya mambo hayo na kwa ajili ya michango yenu. Tunashukuru kwa ajili ya wale ambao wameendelea kutufuatilizia na kutusikiza, na tunashukuru kwa mmeendelea kusikia. Tuendelee kumuogopa Mungu. Nafikiri tukishamuogopa Mungu mambo haya mengine yatakuja, na kukiwa na shida kanisa liko kwa ajili ya kusaidiana. Yale ambao tumekanywa wacha tukaweza kusikia, na tutaona ya kwamba pia God is God of second chance. There is still
time tunapomrudia Mungu, hata kama tumekosea na tutambue makosa yetu, Mungu naye atatukubatia na upendo wake na atatuokoa na atatuongoza. Kwa hivyo wapendwa, nataka tukaweze kuzingatia yale yote ambayo ni mengi. Hii swala ni kubwa sana kuhusiana na uzazi, lakini jukumu la kulea na ukitaka wa maisha mazuri baadaye ni mpaka ukaweze kuweka msingi wa kulima. Mkulima akitaka akaweze kutoa mavuno mengi na mazuri, inategemea na ile preparation. Pale preparation ni mpaka akaweze kulima vizuri na kutafuta ile mbegu nzuri, na akishaiweka bila shaka na kuitunza, mwisho itakuja kuzaa matunda mazuri. Pia hivi watoto wetu ni hivyo hivyo, tutakapowalea na kuwaekea katika msingi mzuri, hata wakikua tutakuja tukaweza kufurahia. Kwa hivyo I think to me it is possible that we can still raise mentors in our families. Everybody is capable akishazingatia. Na Bwana awabariki sana Mama Stella, Mungu akubariki sana kwa sababu ya kutafuta huo wakati. Mama Bibi, Mungu akubariki, na mwambie mchungaji nashukuru sana kwa sababu kukuliliza mpaka wakati kama huu. We are very much humbled. Nataka kuchukua fursa hii kwa ajili ya the IT department. Mungu asidi kuwabariki sana, na wale wote ambao mliokuwa mnatusikiliza kufuatilia katika kipindi hiki cha Swala Ibuka, Mungu asidi kuwabariki, na nawaombea neema na baraka za Mwenyezi Mungu, roho wa mageuzi na roho wa ufanisi akaweze kuingia katika maisha yenu. Na kama unaona kuna mahali ambapo ulikuwa umeachilia, muhusishe Mungu na mwambie Mungu, sasa hapa nimejikuta, nataka ukaweze kunirudisha katika njia ile ya sawa, ili tukaweze kuona ya kwamba we shall be able to raise even the new generation ikaweza kuwa na tofauti na this generation, tofauti nzuri. Bwana asidi kutubariki sana. Kabla ya kufunga, nataka kumuuliza Mama Bibi sasa akaweza kutuomba na kutuombea sisi wazazi ambao tumeshindwa na majukumu, na pia wale ambao wanang'ang'ana na majukumu, na wale pia ambao wamefaulu wakaweza pia kutoa msaada kwa wale ambao wanang'ang'ana na ambao wameshindwa, ili society ikiwa nzuri, ikiwa sawa, kila mmoja atakuwa sawa. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Na tuombe. Takatifu, takatifu, mtakatifu, Baba Mungu ketie mahali pa juu, tumiguuni pako jioni hii ya leo, tukilinua na kulitukuza jina lako, jina lililo kuu, jina lililo juu ya majina yote, Jehova. Asante Bwana kwa siku hii ya leo, maana Bwana ulijua na hata kuipanga wewe mwenyewe. Asante Bwana hata kwa nafasi hii ambao Bwana umetupatia hata kukaa ndani ya kanisa na hata kujadiliana masuala haya kuhusiana na mambo ya ulezi, Jehova. Ninakushukuru Kristo kwa yale yote ambayo tumezungumzia jioni hii ya leo. Ninaomba ya kwamba Kristo yakapate nafasi ndani ya mioyo ya kila mzazi, yakapate kukuzalia wewe matunda katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya Reverend Mwangi, asante kwa ajili ya Mrs. Msumia, asante hata kwa ajili yangu Jehova, na wale wote ambao wamekaa na kufuatilizia kipindi hiki cha Swala Ibuka. Baba, ninaomba ya kwamba yale yote ambayo tumeyazungumzia mahali hapa, it's not going to be in vain, Jehovah Father, lakini Bwana yataendelea kutenda kazi njema kwa ajili ya wazazi wanapoendelea kulea watoto wao. Nenda Bwana ukapate kutusamehe mahali ambapo tumekosa kama wazazi, hata kuyatekeleza majukumu yetu. Ninaomba ya kwamba Kristo ukaweke Bwana ndani ya yetu a new strength, even as we continue raising up our children, King of Glory, that Lord we raise them up in the fear and knowledge of you, Jehovah Father. Asante Bwana hata kwa ajili ya watoto wetu mikononi mwako ninawainua Jehova, nikiendelea kuomba ya kwamba hofu yako ikapate kuwa ndani yao, wanapoendelea kukua wakapate kukua wakikuogopa wewe Yesu,
wakikupenda Mungu wewe mwenyewe katika jina la Yesu Kristo, wakizingatia Bwana hata amri zako 10 katika hali ya kukua kwao, na ninaamini ya kwamba Kristo atawasaidia kukua, watoto wa baraka, watoto tofauti, wakipendwa na wanadamu na hata wewe mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba uendelee Bwana kuprovide for the parents, ili wakaweze Bwana kuhikimu mahitaji ya watoto wao katika jina la Yesu Kristo. Hata wakati huu wa COVID-19, tazama Bwana, kumekuwa na changamoto mingi, lakini nakushukuru maana wewe umeendelea kuwa Mungu wa rehema, na rehema zako ni mpya kila asubuhi juu yetu Jehova. Waliokosa ajira Bwana ukapate kuwafungulia milango katika jina la Yesu Kristo. Bariki Bwana biashara za wazazi wote Jehova, ili Bwana waendelee kukaa na hata kumit mahitaji ya watoto wao katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana, ninakuinua maana ninaamini ya kwamba kukaa kwetu mahali hapa sio bure, lakini Bwana unaenda kutenda jambo kuu na jambo jipya kwa ajili ya kila mmoja wetu, wazazi wetu na hata watoto wetu. Tunapoachana jioni hii ya leo, tufumue Bwana na baraka zako, maana nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Kesho ni Jumapili, nataka kuwakumbusha ya kwamba